Tokea kuanzishwa kwa Uislamu karne ya 7, Waislamu kote duniani wameaminishwa kwamba huyu mtu anaitwa Isa bin Maryam anayeonekana katika Quran ndiye Yesu Kristo wa Nazareth. Na kwa bahati mbaya Wakristo wengi nao pia wamefika kuamini hivyo kwamba Isa bin Maryam anayezungumziwa katika Quran ndiye Yesu Kristo wa Nazareth anaonekana katika Biblia takatifu. Lakini tukitizama kwa undani ndio tukachunguza haya maandiko yote mawili, tukatizama Quran, tukaangalia pia na Biblia, tutagundua wazi wazi kwamba hawa ni watu wawili tofauti kabisa. Na japokuwa wana mambo kadhaa ambayo yanashabihiana au yanafanana, hawa kimsingi kwamba Isa bin Maryam sio Yesu Kristo wa Nazareth. Kwa mfano kuna mambo ambayo yanafanana nayo. Kwa mfano tukitizama jina la mama zao, wote wawili mama zao anaitwa Maryam. Tunaangalia pia kwamba Qurani inamzungumzia Isa alikuwa mtenda miujiza. Hali kadhalika kwenye Biblia Yesu Kristo anaonekana kwamba ametenda miujiza mingi na mikubwa. Tukitizama pia katika Qurani utakuta kwamba Isa naye anaitwa Masihi, na huku kwenye Biblia naye pia anaitwa Masihi, japo katika Biblia kwa upande wa Kiswahili utaona neno Kristo. Kristo ni neno la Kigiriki ambalo limetafsiri neno la Masih kutoka katika lugha ya Kiebrania. Na jambo jingine pia tunaona nafanana ni kwamba wote hawakutenda dhambi. Kwa hiyo haya mambo manne yanaonekana yanachanganya Waislamu na pengine hata Wakristo kufikiri kwamba Isa bin Maryam ndiye Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareth ambaye tunamwabudu, tunamchukua na kumkubali kwamba ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Lakini tukiangalia kwa undani tutakuta tofauti kubwa mno ambayo sisi Wakristo kiujumla wetu tunasema Isa bin Maryam si Yesu Kristo wa Nazareth. Leo hii tutaangazia mambo makubwa matatu. Kwanza kabisa tutaangazia majina yao, Isa bin Maryam. Lakini la pili tutaangalia ukoo wa hawa watu wawili katika Quran pamoja na katika Biblia. Jambo jingine pia tutaangalia hatima yao baada ya maisha yao duniani, hatima yao ilikuwa nini. Kwa hiyo katika mlolongo huu kwa leo tutaangazia suala la kwanza kabisa kuhusu jina. Tumeona kwamba katika Quran huyu Isa jina lake katika Qur'an anatambulika kama Isa bin Maryam. Na unaposoma Qur'an mara ya kwanza unakutana na jina hili katika sura ya pili ile ya Qur'an aya ya 87. Tunasoma sura ya pili ya Qur'an, sura maarufu inaitwa Suratul Baqara. Tunasoma aya ya 87. Nasema hivi: na hakika tulimpa Musa kitabu na tutakuwafuatisha mitume baada yake, na tukampa Isa mwana wa Mariamu hoja zilizo wazi wazi, na tukamtia nguvu kwa Roho Mtakatifu. Basi kila walipokufikieni mitume kwa yale yasiyopenda nafsi zenu, mlijivuna, kundi moja mkalikadhibisha na kundi mkaliua. Hapa ndipo tunaona kwa mara ya kwanza unaposoma Qur'ani unakutana na jina la Isa. Lakini katika aya hii hukuti jina kamili la Isa bin Maryam, lakini ni Isa anatambulika hapo. Qur'ani kiujumla wake inamtaja Isa bin Maryam mara 25 kwa jina lake, lakini inamtaja kwa namna nyingine, kwa mfano kama Masih, au inamtaja kama bin Maryam na namna nyingine kwa idadi isiyopungua 60 hivi. Sasa kwa mlinganisho Qur'ani inamtaja Muhammad mara 4 tu, japo Muhammad ndo anaonekana ndo kipenzi cha Allah na ni mtu muhimu kabisa katika imani ya Kiislamu, lakini Qur'ani inamtaja kwa uchache sana, mara 4 tu. Labda Waislamu wanaweza wakasema mara 5 kama jina Ahmed litatajwa, lakini kama jina la Muhammad kama Muhammad anatajwa mara 4 tu. Ukiangalia mitume wengine ambao Waislamu wanawaheshimu sana, kwa mfano Musa yeye anatajwa mara 136, Nuhu anatajwa mara 43, Adam anatajwa mara kiasi kama 25 hivi. Sasa pamoja na hayo yote, huyu Isa bin Maryam anapewa sifa kubwa ambazo hata Muhammad hana. Kwa mfano Qur'an inampa sifa ya al-Masih, ambayo ni kwamba ni Masihi, japo Qur'an haielezei Masihi ni kitu gani, au Waislamu wenyewe katika mafundisho hawafahamu Masihi ni nini. Na kimsingi Masihi si neno la Kiarabu, ni neno la Kiebrania, kwa maana kwamba ni mpakwa, yani mtu aliyechaguliwa maalum kwa ajili ya kazi maalum ya Mungu.
Naam, Qur'ani pia inamuita Isa bin Maryam kama kalimatullah, yani neno linalotoka kwa Allah, lakini pia inamuita inamtambulisha kama ni ruhallah ama ruhan minhu, roho itokayo kwake. Tunasoma hiyo katika majina haya tunasoma katika aya 2. Kwa mfano aya ya sura ya 3 aya 45 tunapata huko, sura ya 4 aya ya 171 na 172. Tukasome tuone. Nasoma Suratul Imran, hii ni sura ya 3 na kwenda kwenye ile aya ya 45. Nasema hivi: waliposema malaika, ewe Mariamu, Mwenyezi Mungu anakupa habari njema, neno tu litokalo kwake, jina lake ni Masih Isa mwana Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera, na miongoni mwa waliopelekwa mbele na Mwenyezi Mungu. Na twende tukasome kifungu pengele kingine. Safari tunakwenda kusoma sura Nisa, hii ni sura ya 4 katika Qur'an, aya 171 mpaka 172. Nasema hivi: enyi watu wa kitabu, maana yake ni Wayahudi na Wakristo. Enyi watu wa kitabu, msipindukie mipaka katika dini yenu, wala msiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila yaliyo kweli. Masih Isa bin Maryam ni mtume wa Mwenyezi Mungu na tamko lake alilompelekea Mariamu, na ni roho itokayo kwake. Tamko lake pale ni kalimatullah, na roho itokayo kwake pale ni ruhan minhu ama ruhallah, na ni roho itokayo kwake. Basi mwaminini Mwenyezi Mungu na mitume yake, wala msiseme watatu. Hapa anaposema wala msiseme watatu, Qur'ani inapinga kwamba ule utatu. Wala mseme watatu, jizuieni, itakuwa bora kwenu. Bila shaka Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu, ni mbali na utakatifu wake kuwa ana mwana. Hapa mwandishi wa Qur'ani maana yake anapinga swala la huyu Isa kuwa mwana wa Mungu. Ni mbali na utakatifu wake kuwa ana mwana, ni vyake vilivyomo mbinguni na vilivyomo ardhini, na Mwenyezi Mungu ni mlinzi wa kutosha. Aya ya 172. Masihi huyu anazungumzwa, ambaye ndio Isa, hata na unyonge kuwa mja wa Mwenyezi Mungu, wala malaika waliokurubishwa, na watakaoona unyonge uja wa Mungu na kutakabari, basi atawakusanya wote kwake. Naam, tunaona kwamba Qur'ani inampa wasifu wa, kama nilivyosema pale mwanzo, wa kwanza kumuita kwamba ni Al-Masih, pili kumuita kalimatullah kwamba neno litokalo kwa Allah, na ruhallah ama ruhan minhu kwamba roho itokayo kwa Allah. Naam, jambo moja la msingi la kuzingatia ni kwamba katika unaposoma Qur'an hupati ufafanuzi wa namna yoyote ile kwamba hili Isa, jina hili lina maana gani, au uhusiano wa huu utume wa Isa na jina hili. Hakuna mchanganuo wote, hupati kuona muunganiko baina ya jina la hili Isa na ule utume wake. Na kwa mfano, jambo jingine la msingi sana kuangalia, je, sisi kwa mfano tunavyozungumza Kiswahili, Yesu Kristo Nazareth, jina la Yesu mtiririko wake unatokea wapi? Na tutambue kwamba kwa mfano Biblia hasa Agano la Kale, tukumbuke kwamba imeandikwa katika lugha ya Kigiriki ama Kiyunani, lakini ukumbuke huyu Yesu, au kama unavyomwandika katika Qur'ani, Isa bin Maryam, yeye alikuwa ni Mwebrania. Sasa jina Yesu katika Kiswahili limetoka katika lugha kadhaa. Kwanza kabisa katika mazingira ya Kiebrania, hili jina Isa au pengine Yesu, kwa mujibu wa Waislamu wao wanasema ndio Yesu. Sasa Yesu, hili jina mwanzo wake linatoka katika jina la Kiebrania ambalo ni Yehoshua. Baadaye yapo linakuja katika Kiaramu kuwa Yeshua, na baadaye hili neno la Kigiriki katika waandishi wa Injili wanapokuja kuliandika, wanaandika katika Kigiriki kwamba ni Jesus, na katika watafsiri wa Biblia kwenda Kiswahili wanachukua jina Yesus, wanaondoa S, wanamuita Yesu katika Kiswahili. Sasa tukumbuke jambo moja la msingi sana hapa kwamba wakati wa Muhammad, ile karne ya 7, Biblia bado ilikuwa haijatafsiriwa katika lugha ya Kiarabu. Biblia zilizokuwepo wakati ule katika mazingira ya Waarabu zilikuwa katika lugha ya Kiaramu, na Waaramu wao walikuwa wanaandika
jina hili katika neno la Kiaramu ambao ni Yeshua, ambao walitoa katika neno lile la Kiebrania Yehoshua na kuandika Yeshua, ambako Waarabu wao Wakristo wa Kiarabu wanamuita Yasu. Na mpaka sasa toka kuanza kwa Ukristo katika mazingira ya Kiarabu, Wakristo wa Kiarabu hawajawahi kumuita Yesu huyu anayesomeka katika Biblia takatifu, wakamuita Isa. Miaka yote mpaka sasa hivi Wakristo wote wenye asili ya Kiarabu wanazungumza Kiarabu wanamuita Yesu. Na kwa mfano wakisema neno Yesu, jina Yesu Kristo, wanasema Yesu al-Masih, na wanaposema Bwana Yesu wanasema Sayyiduna Yesu, ndivyo wanavyotamka. Kwa hiyo wao wanajua, Wakristo wa Kiarabu wanafahamu fika kwamba Isa na Yesu ni watu wawili tofauti. Kwa hiyo tunaona kwamba unapokokotoa jina hili la Yeshua katika Kiaramu kuja katika Kiarabu halitokei kuwa Yesu. Sasa swali linakuja, hili jina la Isa limetoka wapi? Kwa mujibu wa Waislamu wenyewe kuna nadharia kuu mbili. Nadharia ya kwanza inajengwa na huyu mojawapo wa wataalamu wakubwa wa dini ya Kiislamu anaitwa Ibn Ashur. Ibn Ashur yeye katika tafsiri yake inaitwa Tafsir al-Tahrir wal Tanwir, anasema kwamba jina halisi la Isa actually katika Kiarabu ilikuwa ni Yasu, lakini waandishi wa Qur'ani wao wakaamua kuliandika kinyumenyume na kuondoa baadhi ya herufi za Kiaramu na kubakisha herufi za Kiarabu, ndipo likaandika wakaamua kuja na neno Isa. Lakini tukienda katika kitabu kimoja maarufu cha uchambuzi na utathmini ya mashairi ya kale kabla ya Uislamu, kuna mkufunzi mmoja mkubwa sana anaheshimika anaitwa Abu Zaid al-Qurashi. Yeye huyu Abu Zaid al-Qurashi kati ya karne ya 8 na ya 9 hivi aliandika kitabu kinaitwa Jamharat Ashar al-Arab, yaani mkusanyiko wa mashairi ya Waarabu. Yeye huyu al-Qurashi anaelezea mashairi ya kale ya Waarabu kabla ya Uislamu. Sasa Abu Zaid anasema kwamba waandishi wa mashairi wa kale wa Kiarabu walikuwa wakiandika jina la mtu kinyumenyume kama ishara ya aidha kumdharau au kumhadaa au kumkejeli hivi. Na kimsingi ukiangalia sasa tunapata hoja hii kama sisi Wakristo. Tafsiri yetu katika hoja hii ni kwamba tunaona kwamba Isa jina analopewa katika Qur'ani ni namna ya kumkejeli au kumdharau Bwana wetu Yesu Kristu ambaye anasomeka katika Biblia takatifu. Na ndio maana kwa kiasi kikubwa sana mtu unayefuatilia katika Qur'ani utagundua Qur'ani na mapingamizi makubwa dhidi ya huyu Yesu Kristo Nazareth anasomeka katika Biblia na huyu Isa. Sasa tuende katika mtazamo huu. Jambo jingine la msingi pia tugundue kwamba nafasi ya mwanamke ikoje, kwa sababu Isa katika ubini wake anapewa bin Maryam. Sawa, ukiangalia kwa upande mwingine unakuta Mariamu. Kwanza tutambue jambo moja hasa kwa Wakristo, Mariamu ndio mwanamke peke yake ambaye anatajwa kwa jina katika Qur'ani nzima, na pia Mariamu anazungumzwa kama mwanamke wa kipekee sana, kwamba hakuwa na dhambi na vitu kama hivyo. Lakini mafundisho ya Kiislamu yanamweka mwanamke katika hali ambayo ni dhaifu sana, na tutakuja kuona katika hadithi na pia katika Qur'ani tuone mwanamke anachukuliwaje. Sasa kitendo cha Isa kupewa ubini wa jina la mama yake pia ni namna mojawapo ya dharau. Tusome Qur'ani sura ya pili. Tutasoma Qur'ani sura ya pili aya ya 282 na kisha tutasoma hadithi. Tunasoma safari, tunarudi tena katika ile suratul Baqara. Hii ni sura ya pili katika Qur'an. Tunasoma aya ya 282. Inasema hivi: enyi mlioamini, mnapokopeshana deni kwa muda uliowekwa, basi iandikeni, na mwandishi aandike baina yenu kwa uadilifu, wala mwandishi asikatae kuandika, kama alivyomfunza Mwenyezi Mungu hivyo. Basi aandike na ayatamke ambaye juu yake iko haki, naye amwogope Mwenyezi Mungu Mola wake, wala asipunguze chochote ndani yake. Na kama yule ambaye juu yake iko haki ni mpumbavu au mnyonge, au yeye hawezi kuandikisha mwenyewe, basi aandikishe msimamizi wake kwa uadilifu, na amshuhudishe mashahidi wawili katika watu wenu wanaume. Lakini
ikiwa hakuna wanaume wawili, basi mwanamume mmoja na wanawake wawili katika wale mnaowakubali kuwa mashahidi. Ila kama mmoja wao akipotea, mmoja wao amkumbushe mwingine, na mashahidi wasikatae waitwapo, wala msipuuze kuiandika, ikiwa ndogo au kubwa, mpaka muda wake. Hayo ndiyo bora mbele ya Mwenyezi Mungu na imara zaidi kwa ushahidi, na pia ni ya kupeleka kuwa msiwe na shaka. Ila ikiwa ni biashara iliyohudhuria mnayopeana baina yenu, basi si vibaya kwenu msipoiandika. Na ashuhudisheni mnapouziana, wala msitiwe taabuni mwandishi wala shahidi. Na kama mkifanya hivyo, basi hakika hilo ni kosa kwenu, na mwogopeni Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anakuelimisheni, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu. Katika aya hii, jambo moja la msingi ambalo nataka tulibebe hapa ni kwamba Allah anasema washuhudisheni wanaume wawili, lakini kama hamna wanaume wawili, basi mwanamume mmoja na wanawake wawili. Katika imani ya Kiislamu na mafundisho ya Kiislamu ni kwamba ushahidi wa mwanamke hauna uzito sawa na mwanamume, kwamba wanawake wawili ushahidi wao ni sawa sawa na mwanamume mmoja. Tunaenda kusoma hadithi safari tutasoma katika hadithi ya Al-Bukhari, hadithi namba 304. Hii ni kutoka katika Sahih Al-Bukhari, hadithi namba 304. Na hadithi hii pia inafanana kwa kiasi kikubwa sana na hadithi namba 79A kutoka kwa mkusanyiko wa Sahih Muslim. Tutasoma hadithi Sahih Bukhari 304. Nasema hivi: imepokewa kutoka kwa Abu Said Al-Khudri. Siku moja Mtume wa Mwenyezi Mungu alitoka kwenda kwenye sala ya Al-Fitri, kisha akawapita wanawake na kuambia, toeni zaka, kwa maana nimeona kuwa walio wengi motoni ni nyie. Wakauliza, kwa nini imekuwa hivyo, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu? Akajibu, mnatukana mara kwa mara na hamwashukuru waume zenu. Sijaona watu wenye upungufu wa akili na dini kuliko nyie. Mwanamume mwenye akili timamu anaweza kupotosha na baadhi yenu. Wanawake wakauliza, ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kuna upungufu gani katika akili na dini yetu? Akasema, je, ushahidi wa wanawake wawili si sawa na ushahidi wa mwanamume mmoja? Wakajibu, ndio. Akasema, huu ndio upungufu wa akili. Je, si kweli kwamba mwanamke hawezi kusali wala kufunga katika hedhi yake? Wakajibu, ni kweli. Akasema, huu ndio upungufu katika dini yake, kwamba Muhammad hapa anachosema ni kwamba wanawake ni mapungufu, wana upungufu wa akili, na anatoa ushahidi kwamba upungufu wao wa akili ni kwa sababu ili ushahidi wa mwanamke usimame katika mashaka, wanawake wawili ndipo unachukuliwa kama ushahidi ulio kamili, kwa sababu akili zao hazijakaa sawa sawa. Lakini pia udhaifu wao katika imani ni kwa sababu wanapokuwa katika hedhi, basi hawawezi kusali kwa sababu sala zao hazitamfikia Mungu. Sasa hii ni nadharia mojawapo tunaiona kwamba kitendo cha Isa bin Maryam kupewa kupewa ubini wake kupewa ubini wake wa mama yake ni namna mojawapo ya kumkejeli Bwana wetu Yesu Kristo. Wanavombeba kule, wanambadilisha jina na pia wanaamua kumpa jina la bini wa mama yake, kitu ambacho katika Biblia takatifu huoni hilo jambo. Unakuta Bwana Yesu anaitwa kwa mfano mwana wa Daudi, anaitwa mwana wa aliye juu, anaitwa mwana wa Mungu, na majina makubwa yenye msingi mkubwa na mzito kama hayo. Sasa nadharia ya pili inajengwa katika imani katika Waislamu kwamba Isa ni jina la Kiarabu lilotokana na jina Esau. Na nadharia hii japo Waislamu wengi hawaikubali, lakini inakubaliwa na uchache wake, lakini inajengwa. Mojawapo ya watu maarufu wanaoibeba dhana hii ni aliyekuwa mtetezi mkubwa wa imani ya Kiislamu, alikuwa akiitwa Ahmed Deedat, alikuwa akiishi South Africa. Katika kitabu chake Christ in Islam, yani Ukristo katika Islamu, yeye anajenga hoja kwamba jina Isa bin Maryam linatoka katika jina Esau. Na jina Esau ni jina la Kigiriki ambalo katika Kiebrania limetoka ilikuwa linatamkwa kama Esav, kwamba linatoka katika Kiebrania Esav linakwenda katika Kigiriki Esau, ndipo Waarabu wanalitohoa na kuwa Isa. Hebu tusome Biblia inamzungumzia vipi huyu Esau. Tutasoma katika kitabu cha Malaki sura ya kwanza, mstari wa 2 mpaka wa 3. Tuone Esau anazungumzwa vipi. Anasema hivi: nimewapenda ninyi, asema Bwana, lakini ninyi mwasema umetupendaje? Je, Esau siye ndugu yake Yakobo? Asema Bwana.
ila nimempenda Yakobo, bali Esau nimemchukia na kuifanya milima yake kuwa ukiwa, na urithi wake nimewapa mbweha wa nyikani. Tunaona namna gani huyu hata kitendo cha wao Waislamu kujaribu kuliunganisha jina la Isa kwenda kwa Esau, bado tunaona ukakasi unatokea kwamba wanalichukua jina jina zuri, jina la heshima, jina lenye mamlaka la Yesu Kristu wa Nazareth, na wanalibandika jina la mtu kama Esau ambaye Mungu anasema alimchukia. Huyu Esau alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Yakobo, lakini ambaye aliuza haki yake ya uzaliwa wa kwanza akamuuzia ndugu yake Yakobo kwa sahani ya chakula. Naam, Biblia, ukienda katika upande wa Biblia utaona mambo kadhaa. Kwa mfano, ukisoma Biblia utaona jina la Yesu halikutoka tu hivi hivi. Ni jina ambalo lilitabiriwa katika Agano la Kale, lilizungumziwa toka pale malaika anapomtembelea Mariamu pale kumpa habari kwamba atazaa mtoto, na pia anapokwenda katika njozi anavyomtokea Yosefu baba mlishi wa Yesu anamuelezea. Kwa hiyo ni jina ambalo mbali ya kwamba lilitamkwa hivyo, lakini pia lilitokea na utabiri wa kale, na pamoja na hayo ni jina ambalo lina maana nzito. Tukasome kwenye kitabu cha Isaya. Tutaenda kusoma kwenye kitabu cha Isaya sura ya 7 mstari wa 13 mpaka wa 14. Sura ya 7 mstari wa 13 mpaka wa 14. Isaya anasema hivi: naye akasema, sikilizeni sasa enyi nyumba ya Daudi. Je, ni neno dogo kwenu kuwachosha wanadamu hata mkataka kumchosha Mungu wangu pia? Kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara. Tazama, bikira atachukua mimba, atazaa mtoto mwanamume, naye ataitwa jina lake Emanueli. Naye atamwita jina lake Emanueli. Emanueli, tutakuja kusoma huko mbele namna gani hili neno Emanueli maana yake kwamba ni Mungu pamoja nao. Twende tukasome Injili ya Luka. Injili ile ya Luka sura ya kwanza mstari wa 30 mpaka 33. Injili ni ya Luka sura ya kwanza mstari wa 30 mpaka 33, na kisha tutaenda kwenye sura ya pili ya Luka mstari wa 21. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Hapa ni kile kipindi ambacho malaika Gabriel anamtokea Mariamu na kumpa habari ya yeye kuwa atapata mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na atazaa mwana. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Tazama hii lugha ambayo malaika Gabriel amwambia. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Twende katika sura ya pili ya huyu Luka mstari wa 21. Anasema hivi: hata zilipotimia siku 8 za kumtahiri, aliitwa jina lake Yesu, kama alivyoitwa na malaika kabla hajachukua mimba. Twende katika Injili ya Mathayo. Injili ya Mathayo sura ya 12. Mathayo sura ya 12 mstari wa 18 mpaka 21. Tunasoma, tazama mtumishi wangu, Mathayo sura ya kwanza, Mathayo mtakatifu sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka ule wa 23. Tunasoma, kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hawajakaribiana, alionekana na mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye Yusufu mumewe, kwa vile alivyokuwa mtu wa haki, asitaki kumwabisha, aliazimu kumwacha kwa siri. Basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama, malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Naye atazaa mwana, naye utamwita jina lake Yesu, maana yeye ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Mstari wa 22. Hayo yote yamekuwa ili litimie lile neno la Bwana kwa ujumbe wa nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba, naye atazaa mwana, nao watamwita jina lake Emanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Hapa Mathayo anaelezea kwamba hili tukio
lilitabiriwa, na kama nilivyokusomea mwanzo katika kitabu cha Isaya, Mathayo mtakatifu ananukuu unabii wa Isaya kuhusiana na kuzaliwa kwa Kristo. Twende tukaangalia maandiko mengine na tunaona katika maandiko pia yanaelezea ukuu wa jina hili, jina la Yesu Kristo, ukuu wake unazungumziwa vipi. Tunakwenda katika Mathayo sura ile ya 12, Mathayo 12, Mathayo 12 sura ya 12 mstari wa 18 mpaka 21. Tazama mtumishi wangu niliyemteua, mpendo wangu, moyo wangu uliyependezwa naye, natia roho yangu juu yake, naye atawatangazia mataifa hukumu. Hata teta wala hata paza sauti yake, wala mtu hata sikia sauti yake njiani. Mwanzi uliopondeka hata uvunja, wala utambi utokao moshi hata uzima. Hata aletapo hukumu ikashinda, na jina lake mataifa watalitumainia. Tunaona kwamba Biblia inazungumzia kwamba jinsi gani mataifa yatalitumainia jina lake. Sisi wa Kristo katika jambo moja, katika desturi zetu tunalitumainia jina la huyu Bwana wetu Yesu Kristo katika mambo mengi, katika kukemea mapepo, katika kuponya, katika mambo mengi, katika kuomba msaada na vitu kama hivyo, kwamba tangu kwa mwanzo tunabashiriwa kwamba mataifa yatalitegemea hili jina. Twende katika kitabu kingine. Safari hii tunakwenda kuona katika Marko sura ya 16 mstari wa 17. Marko sura ya 16 mstari wa 17. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Huyu ni Bwana Yesu anasema kwamba katika jina langu, jina la Yesu Kristo, watu watatoa, wale wanafunzi wangu walioamini watatoa pepo na watasema kwa lugha mpya. Twende tukaangalie pia katika kitabu hicho twende safari tutaangalia katika kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 17. Luka sura ile ya 10 mstari wa 27. Anasema hivi: ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Tazama kwa makini ndugu yangu, tunaona jinsi gani hili jina la Yesu lilivyokuwa ni jina lenye nguvu. Biblia inazungumzia kwamba hili jina, mbali ya kwamba ni jina kuu, lakini jina lenye uweza mkubwa sana. Na Bwana Yesu anamwambia hivi, akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Hili jina si tu linakuwezesha kukemea pepo na kuponya watu, lakini pia ni jina ambalo linakupa haki ya kuandikwa jina lako mbinguni. Twende katika Injili ya Yohana. Injili ya Yohana, samahani, kabla hapo tutaenda katika Injili ya huyu Luka. Safari hii tutaangalia Luka sura ya 24 mstari wa 46 mpaka 47. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanzia tangu Yerusalemu. Kwamba hili jina, katika kuhubiri hili jina, ndilo litakaloleta toba na ondoleo la dhambi. Ni jina ambalo hakuna jina jingine lolote duniani toka mwanzo ambalo lenye mamlaka ya kuleta toba na ondoleo la dhambi. Ni jina la Yesu Kristo wa Nazareth peke yake. Jina la Isa halina mamlaka hayo. Tutaenda kusoma safari hii kwenye Injili ya Yohana mtakatifu sura ile ya 14, sura ya 14 mstari wa 13 mpaka wa 14. Yohana anasema hivi, hapa ni Bwana Yesu anazungumza. Anasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Hili ndilo ambalo Wakristo tumeliamini, tumelitumia na tunaweza kusema, nikiwemo mimi mwenyewe binafsi nikisema pasipo shaka kwamba jina la Yesu Kristo ni jina lenye nguvu. Tumelitumia katika namna nyingi, katika kuomba, katika kukemea, katika kuponya na kadhalika, na jina lenye mamlaka kweli. Na niseme wazi ndugu zangu, huyu Isa bin Maryam hana mahusiano yoyote na Yesu Kristo wa Nazareth. Naam, tumalizie neno jingine la mwisho. Tunakwenda katika Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 19 mpaka 21.
Inasema hivi: nami nitatoa ajabu katika mbingu juu na ishara katika nchi chini, damu na moto na mvuke na moshi. Jua litageuka kuwa giza na mwezi kuwa damu, kabla ya kuja ile siku ya Bwana iliyo juu na iliyo dhahiri. Na itakuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Jina la Bwana hapa tunazungumzia jina la Bwana wetu Yesu Kristo, jina la Yesu, kwamba hii inazungumziwa siku ya mwisho ya hukumu, kwamba watu peke yake ambao watapata kuokolewa siku hiyo ni wale watakaoliita jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Kwamba katika maisha yako wewe, kama umekuwa ukikaa ukimtegemea Muhammad, ukimtegemea Isa bin Maryam, hakuna lolote mbele zako. Jina lolote lililoko mbele yako, hakuna jina lolote litakaloleta wokovu kwako isipokuwa tu yule ambaye analiita jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sasa nia ya video hii, japo imekuwa ndefu kidogo, si katika kukashifu imani ya Kiislamu au maandiko ya Kiislamu. Nia ni kuwaambia ndugu zangu Waislamu na wale ambao si Waislamu, pengine ni Wakristo ambao imani yao imelegalega katika mafundisho haya ya mapotofu ya Kiislamu, ni kukutia moyo kwamba huu ndio ukweli ulivyo, ndugu yangu. Kama leo hii unataka kweli na unafikiri kuhusu hatima yako ya maisha yako baada ya maisha haya, hakuna namna nyingine. Hata katika maisha haya pia hakuna jina linaloweza kukupa amani, linaweza kuleta uponyaji, linaweza kuleta kuondoka katika mikosi, linaweza kukuondoa katika hali yoyote ngumu isipokuwa jina moja tu, jina la Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliyeshuka akatoa mwili akakaa kwetu, akafa msalabani, akatuletea wokovu, akafufuka siku ya tatu na akapaa mbinguni, na mpaka sasa yu pamoja nasi, na anatuambia kwamba yoyote anayemwamini huyu Bwana Yesu anakuja anakaa ndani yake, naye pia Roho Mtakatifu unakaa ndani yake. Na jina hili ndio jina pekee yake linaloweza kukupa wokovu na kukuwezesha wewe jina lako kuandikwa katika vitabu vya mbinguni. Ninaamini umepata mwanga, na endelea kufuatilia channel hii. Tutakwenda kuangalia zile hoja nyingine mbili. Nimesema safari tumezungumzia kuhusu jina, tutakwenda kuangalia kuhusu ukoo wa hawa watu wawili, koo zao, huyu Isa ukoo wake na ukoo wa Yesu Kristo wa Nazareth, na baadaye tutaangalia hatima yao ili kuthibitisha pasipo shaka kwamba Isa bin Maryam si Yesu Kristo wa Nazareth. Asante.